Andaa moyo wako sasa, wakati ambao namkaribisha mtumishi wa Mungu ili aweze kusema na wewe jioni hii leo. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Ubarikiwe na Bwana mtumishi wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Amen. Basi ndugu zangu wapendwa, tumekuja mahala hapa si katika lengo la kusema kwamba tumekuja kwa lugha za vijana kusema tumekuja kuuza sura, hapana. Tumekuja mahala hapa ndugu zangu, vijana wenzangu. Ninaona baba yangu hapa anachoma mahindi yake safi kabisa. Ndugu yangu pale anakata nyama yake choma. Ndugu yangu pale wengine anauza nyanya chungu. Tupo hapa na vijana wenzangu kwenye mkaa na wengineo, ndugu zangu kwenye maduka. Tumekuja mahala hapa lengo kuweza kuwawasilishia neno la Mungu na hatimaye tukapata kufanya maamuzi yaliyo sahihi kabla hatujachelewa. Unajua ndugu zangu, wengi tunaishi kama vile tunachukulia kama vile tunaijua kesho yetu. Tunaishi kama vile tunaelewa kama kesho tutaweza kuiona. Tunaishi kama vile tunafahamu ya kwamba kesho tutaweza kuiishi, wakati uhalisia hatujui hata dakika 5 zijazo zitakazoweza kutokea. Dar es Salaam, pale Dar es Salaam Kariakoo. Siku ile Kariakoo mahala pale biashara zilikuwa zinaendelea kama kawaida. Siku ile ndugu yangu Kariakoo mahala pale watu walikuwa wanazunguka huku, wanaenda huku. Siku ile Kariakoo watu wanauza jelo jelo, jelo jelo, jelo jelo, buku buku, buku buku. Mara ghafla wanashangaa lile gorofa lililokuwa limesimama miaka mingi, ghafla lile gorofa likawaangukia. Ndugu zangu, hawakujipanga, hawakutambua, hawakujua. Ni kama vile mimi na wewe tulivyosimama mahala hapa na ndugu zangu hapa kwenye duka la nguo. Vijana wenzangu safi kabisa wanauza nguo hapa. Kama vile unapokaa popote pale ulipo, hujui kinachoweza kutokea kwa muda wowote, saa yoyote. Lakini Mungu aliye hai amekuwa akitutunza siku hizi zote. Lengo ndugu zangu, tukapate kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Nataka tukasome neno kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 4. Unajua mimi binafsi kama kijana, vijana wenzangu wengi tukiangaliana tunachukuliana kama vile hivi kijana anawezaje kuokoka? Kijana kama huyu katika nafasi, umri wake, muonekano wake, anawezaje? Inakuwaje? Nataka nikufundishe kitu ambacho kitakupa nguvu, uwe na msimamo wa kumtumikia Mungu na kusimama na Mungu. Hata iweje, hata wasemeje, tutasimama na Mungu mpaka mwisho. Katika kile kitabu kinachoitwa Petro wa kwanza sura ile ya 4, mtumishi wa Mungu ataweza kunisaidia kusoma. Ataanza kusoma mstari ule wa kwanza, tutaenda mtumishi wa Mungu mpaka mstari ule wa 4. Karibu mtumishi wa Mungu tusaidie kusoma. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Kwa maana yeye aliteswa katika mwili, ameachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani, maana wakati wa maisha yetu umepita, watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za urafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali. Mambo hayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Amen. Naomba nikazie katika mazingira katika mstari ule wa 3 na wa 4. Biblia inasema maneno haya: maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa, kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karama za ulafi na vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Ndugu zangu, hii yaweza kuwa ndugu yangu, mimi niko hapa ninaona ndugu zangu mnatazama mpira, na vijana wenzangu mnazunguka, wengine mnapita kama hivi.
Mnaweza mkachukulia kana kwamba sisi tunaohubiri neno la Mungu tunaojitoa kana kwamba kiasi kwamba tumeacha sisi kukaa chini na kutazama mipira. Tumeacha kufungua TV zetu majumbani, kuchezea masimu, kwenda huku na kule. Kuja kukufikia katika mazingira kama haya, unaweza ukatutazama alafu ukaona hawa vijana kama vile hawajielewi. Sio kana kwamba hatujielewi, si kana kwamba tunashindwa kuungana na nyinyi kutazama mpira, kushangilia. Si kana kwamba na sisi tunashindwa kuchukua sigara tembasi ya sehemu kuvuta. Si kana kwamba na sisi tunashindwa kuchukua simu zetu. Si kana kwamba na sisi tunashindwa kuchukua double kick kunywa. Sio kana kwamba mimi na wewe ndugu zangu tunashindwa kuchukua ugoro tukatumia kwenye mdomo yetu ama tukavuta kwenye mapua. Ila ndugu zangu, sikia nikwambie, Mungu anatuambia katika neno lake ya kwamba tunapaswa tuache tamaa za kimataifa tulizokuwa nazo, vitu ambavyo ndugu yangu vitatuzuia kuingia mbinguni. Hebu fikiri, waza hichi kitu. Nisikilize, hebu sikiliza, sikia. Upo hapa muda huu unashangilia mpira. Hivi itakuwaje Mungu akisema leo hii utakaporudi nyumbani umekula ugali wako akachukua pumzi yako? Utaenda kumwambia nini Mungu? Utamweleza kitu gani Mungu? Leo hii usikute tuko hapa unasema puuzi hao. Sikia ujinga hao. Sikia wanachoongea. Muda huu neno la Mungu linahubiriwa kwako ni kikwazo. Niko hapa. Unaweza kawa unachukulia mtumishi wa Mungu aliyesoma neno hili ama mimi ninayekuhubiria kama vile hatujielewa ama tujifahamu. Si kana kwamba tunashinda kufanya mnayofanya, lakini tunaangalia kwa wakati tuliokuwa nao, maisha tuliokuwa nayo. Hivi Mungu akisema leo uende ukachukua bodaboda kama ndugu yangu yuko hapa na pikipiki yake anavuta, uchukue bodaboda hapa useme okay, ngoja niende zangu road. Loli litokea la kutokea huko likakuvamia, itakuwaje? Utamwambia nini Mungu sasa? Leo hii ndugu yangu nachukulia ujinga neno la Mungu linapohubiriwa. Unapoelezewa kuhusiana na masuala ya Mungu kwako unachukulia na dini yangu. Nina dini yangu, taniambia nini? Mimi Mkristo, mimi Mroma, mimi Msabato, taniambia nini? Nasali Jumamosi, mimi ndo nashika Sabato. Mimi ndo Muislamu pia. Mimi ndo mswali Sunni, sijui ndo nani. Ndugu yangu nikwambie, unaweza ukajipa vyeo. Unaweza ukajipatia vyeo. Baba yangu, kijana mwenzangu, mama yangu, dada yangu, unaweza ukajipatia cheo leo hii. Wewe ni mcha Mungu na Mungu asikujue, Mungu asikufahamu, Mungu asikutambue. Yaani Mungu kwako wewe akajulikana kwako kupitia mdomo, lakini matendo, mwenendo, kauli, yani tabia, vitu viwili tofauti, na Mungu atakuangalia. Nasema mwanangu, sikatai ulikuwa unatoa sadaka, sikatai ulikuwa unaenda kanisani, sikatai mwanangu, lakini ulishindwa kujitenga na tamaa za dunia. Ulishindwa kujitenga wakati ule ambapo ndugu yangu ulikuwa una uwezo wa kufanya ibada, ukachukulia pote la pote ibada. Ngoja nikapige hela. Nichukulie mfano. Wakati ambako wewe ungeweza kwenda kukaa ibadani kusikiliza neno la Mungu, wewe umekuja kutafuta pesa. Umemsahau Mungu aliyekupa pumzi, umemsahau Mungu aliyekuamsha, umeachana na habari za kanisa, umeachana na habari ya ibada, pote la pote. Ngoja hapa kwanza niende nikatazame sijui nani na nani wanacheza leo. Ngoja nikaangalie zangu mechi, pote la pote. Toa 500 yangu, ngoja zangu nikafungua goli langu pale. Naona ndugu zangu na mikaa hapa, pote la pote, ngoja nikauze zangu mkaa. Pote la pote, ngoja nikafungua zangu duka pale nikauze hapa. Naona kuna vipodozi, kuna unga, kuna mchele hapa. Ndugu yangu, sikilizeni. Mimi nimekuja mahala hapa lengo tukapate kufanya kitu kimoja ambacho Bwana anachotaka mimi na wewe tufanye. Tumishi wa Mungu, tuende kwenye Mathayo. Mungu anataka tufanye kitu hichi hapa. Katika Mathayo sura ya 7, Mathayo sura ya 7 mstari ule wa 13, tumishi wa Mungu tutasoma mpaka 14. Karibu. Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Amen. Neno la Mungu linatuambia ingieni kupitia mlango ulio mwembamba. Kwa maana ndugu zangu, Biblia inasema mlango ni mpana, njia ni pana inayoenda upotevuni. Watu wanaokwenda kuangamia, sikiliza, kuna watu wanalia ndugu zangu leo hii
wako kuzimu wanalia, wanaomba nafasi wewe uliokuwa nayo muda huu. Yaani muda huu wakati unapumua wewe unaishi, kuna mwenzako amekwisha kuhukumiwa, kaambiwa kwa sababu ulichagua biashara kuliko mimi hustahili kuingia mbinguni, kahukumiwa kuzimu. Kuna mwingine akaambiwa kwa sababu umeamua kuchagua michezo ya kidunia, mpira, umeamua kuipenda Simba, Yanga, sijui Mtibwa, Manchester United, Arsenal, sijui nani kuliko mimi, Mungu anakuambia hustahili kuingia katika ufalme mbinguni. Mungu anakuambia na kukuelekeza, umeamua kuendekeza mapenzi badala kuendeleza mapenzi yaliyo ya Mungu. Mungu anakuambia huwezi kuingia. Kuna watu wanalia. Yaani mimi na wewe tuko hapa. Unaona tunaishi, tunatembea, tunakula, tunakunywa kama hivyo unanunua mahindi pale nini safi kabisa. Lakini kuna wenzako wanalia, wamehukumiwa, wameambia hawawezi kuingia mbinguni. Leo hii ndugu yangu nachukulia poa kwa sababu una uzima, unatembea, una hela, una 10,000 mfukoni, kwa sababu una 20,000, una uhakika ikifika jioni ndugu yangu unafunga hesabu safi. Una hakika kwamba kwa sababu una biashara, kesho kiamka unafungua tu biashara yako, unaingiza pesa. Yaani unachukulia poa, unachukulia kawaida. Ndugu yangu, hii pumzi unayoivuta leo, una uhakika kama kesho utaikuta. Mungu sasa anakuita. Mungu anakuita, anakuambia ingia kupitia mlango ulio mwembamba. Mlango ulio mwembamba ni mlango wa kupitia kwa Yesu Kristo. Endapo ukija kwa Yesu, endapo utaamua kujikana na kuachana na yale ya dunia, Mungu anakuambia ya kwamba kwa kupitia Yesu Kristo utaweza kurithi zaidi ambao unaweza kurithi. Tumishi wa Mungu, kitabu cha Yohana sura ile ya 14. Wengi mahala hapo kimuuliza, ndugu yangu, baada ya maisha yao nataka kwenda wapi? Mbinguni au kuzimu? Kila mmoja anakuambia mimi nataka niende mbinguni, mimi nataka niende mbinguni. Hakuna yeyote mahala hapa ambaye anaweza akadiriki kusema kwamba mimi kuzimu nataka niende. Sote tunatamani tukapate kuiona mbingu, lakini kuna njia ya kuelekea mahala pale panapoitwa mbinguni. Tumishi wa Mungu, tatusaidia kusoma mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Karibu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu Kristo anasema mimi na wewe hatuwezi kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni ila kwa kupitia kwa Yesu Kristo. Hatuwezi kuingia mbinguni. Njia ya mimi na wewe kuiona mbingu. Unatamani baada ya maisha haya usiende kuingia kwenye ziwa la moto? Mkiri Yesu Kristo leo. Achana na maisha ya kidunia. Achana na mienendo ambayo itakupoteza na kukuondoa katika utukufu wa Mungu. Leo hii Mungu anakuita, anakuambia binti yangu, anakuambia kijana wangu, njoo. Majira yanakuja, kuna hatari inakuja ambayo kama utashindwa kukaa ndani ya Yesu, ndugu yangu, atakayokuja kukupata ni mabaya na maovu na mazito. Lakini leo naweza kuchukulia Bwana, kwani shida ni nini? Acha nile maisha. Naiwa Mitego akaimba nyimbo moja akasema, maisha yenyewe mafupi, acheni mimi nile ujana. Si ndio Naiwa Mitego akakuimbia nyimbo, akaimba nyimbo rafiki yetu Mario anasemaje? Bia tamu. Kula maisha ndugu yangu. Muda usu unakunywa bia bro. Muda usu unakula bia Kula bia bro. Leo hii unachukulia maisha ni simple, si ndio kabisa. Anakuambia Juxi pamoja na Diamond, ngoja ni enjoy. Enjoy bro. Jamaa mwenyewe kakwambia maisha yenyewe mafupi. Enjoy bro. Yaani unachukulia simple. Ngoja. Siku inafika bro. Kaka, mama, dada unaisikia sauti hii, sijui uko wapi. Kuna siku itakuja, itafika. Na majira yale yatakayofika,
ndugu yangu, huo mwili uliokuwa nao utaishiwa nguvu. Pumzi unayovuta muda huu, Mungu atasema inatosha. Ndugu yangu, tutakuchukua kama ni Muislamu, tutakuchukua ndugu yetu, tutakuosha vizuri, tutachukua sanda, tutakufunika, tutakuzungushia sanda. Kama ni ndugu yangu Mkristo, tutakuosha, tutakuvisha suti. Kama ni mwanaume, kama ni mwanamke, tutakuvisha gauni. Siku ile ndugu yangu, tutakuimbia nyimbo. Haleluya, tutaonana. Haleluya, tutaonana. Haleluya, tutaonana. Kuna nyimbo nyingine inaimbaga, mimi naipendaga ile nyimbo sana. Kuna nyimbo nyingi sana za kuimbia kwenye misiba, tunaimbiana. Siku ile itafika ndugu yangu, kuna wachimbaji, washikaji watatokea. Yule ndugu yetu ni mwamba, ngoja tuende tukapige shimo. Watachukua jembe, watachukua koleo, watachimba chepe, watapiga kwa ajili ya shimo lako. Futi 6 mwanaume, futi 6 mwanamke, utadumbukizwa chini. Leo hii ndugu yangu, yani leo hii msikiti umekaa hapa ndugu yangu, unanisikiliza, unachukulia, yani bado unachukulia kawaida. Sikiliza nikuelekeze. Sijatumwa mahala hapa na mtumishi mwenzangu tuje tukutukane. Hatujatumwa mahala hapa tuje tukubeze, tukufanye kana kwamba ujione kana kwamba ufai. No. Tumekuja mahala hapa kuja kukuambia unapaswa kuchukua hatua. Unapaswa kuchukua hatua. Ndugu yangu, haya maisha tuliyokuwa nayo, hatujui siku, hatujui saa, hatujui dakika, lakini Mungu anakuambia ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia. Utakapokuja kwa Yesu, nataka nikwambie, haitakuwa simple kama unavyowaza. Siwezi nikakwambia itakuwa nyepesi kila kitu sawa, kwa sababu nakwambia kwa Yesu Kristo sigara haziruhusiwi. Kwa Yesu Kristo double kick, basi sehemu bange, yani kuzungumzia Kilimanjaro, sijui safari, yani haziruhusiwi. Lakini ndugu yangu, hii ni faida kwako. Ni kama vile kwenye pakti ya sigara inakwambia hatari kwa afya yako, lakini hawakatai kukuuzia. Yani anakwambia kabisa hii hatari kwa afya yako, lakini ukienda safi nipe basi anakupa. Tunakuita ukapate kubadilika, ili majira akifika yule Mungu aliye mbinguni akapate kusema, mwanangu, kweli ulijitunza, ulijilinda. Ingawa ulikuwa unapambana na biashara, ingawa ulikuwa unapambana na kazi, ingawa ulikuwa unahangaika na michakato ya huku na kule, ingawa ulikuwa unapambana kumlisha mtoto wako, unapambana kwa ajili ya mwanao, unapambana kwa ajili ya mkeo, lakini mwanangu, bado ulikuwa unasimama katika imani. Hukuamua kudanganya, hukuamua kutoka katika msingi, uliamua kusimama katika njia ile nyembamba, njia ya Yesu Kristo. Lakini wengi wetu tunaanguka katika lile andiko mtumishi wa Mungu atanisaidia kufungua, msipende dunia. Mtumishi wa Mungu atafungua mahali hapo, watu wakapate kusikia. Wengi wetu wanaangamia, wanaanguka wapi? Wanadondokea wapi? Ndugu yangu, tungeweza kupanda daladala, tungeenda mjini, tungeweza kwenda Kionda magorofani, tungeweza kwenda kule. Kwa nini Mungu atulete hapa? Kwa nini Mungu aje kutuleta kwenye mazingira haya wakati unaangalia mpira usikie neno la Mungu, Mungu aseme na wewe? Kwa nini tusingeenda sehemu nyingine? Kwa nini tusingeenda hapo mbele hapo, hii sauti usingesikia? Kwa nini? Kwa nini Mungu akusababisha utoke ulipokuwepo? Ulikuwepo huko ulikuwepo. Mungu kakuvuta akakwambia njoo hapa. Majira kama haya, kaa pale, utapata kukutana na mtumishi wangu, atakwambia kubali sawa, kataa sawa, lakini nakutaka keti hapa ukapate kusikia. Mtumishi wa Mungu tusaidie kusoma ile andiko. Tutaja pia ni sura ngapi? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari ule wa 15 hadi ule mstari wa 17. Nitasoma. Maandiko yanasema, sipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Neno la Mungu linatuambia atakayefanya mapenzi ya Mungu atadumu hata milele.
si kudumu katika miili yetu hii ya damu na nyama. Ndugu zangu, mbinguni hatuendi na hii miili tuliyokuwa nayo. Mimi unayenitazama mahala hapa, mimi ninaitwa kwa jina, mimi ninaitwa Alan. Mimi mtumishi ninaitwa mwinjilisti Alan. Mimi mwinjilisti Alan, nikifariki jina langu linabadilika. Siitwi tena Alan, ninabadilishwa jina, ninaitwa marehemu. Wewe hapo yaweza kuwa dada yangu unaitwa Rose hapo, ama unaitwa Juma, ama unaitwa Shabani, ama unaitwa sijui Jackson, sijui Richard. Leo hii unabeba hilo jina, lakini Mungu akisema sawa, pumzi ikukatike, ubebi tena hilo jina, utaitwa marehemu. Tulikuwa na watu matajiri, tulikuwa na red nag mengi. Mtu aliyeanzisha kiwanda cha maji ya chupa Kilimanjaro, sijui niseme, mtu mwenye pesa zake, mtu aliyekuwa anajimudu kafariki. Leo hii ndugu yangu kaachia mali watu wengine. Leo sikia, leo hii ndugu yangu, usikute upo mahala hapo, umeona vyema umkosee Mungu uongeze kipato kwenye maisha yako. Ndugu yangu, Mungu akiichukua pumzi yako, nakwambia hivi, sikia, Mungu anakuambia hivi, biashara yako, kazi yako, mavazi yako utayaacha. Mama, dada, sister, my brother, sikia, hata hayo mavazi uliovaa leo hutozikwa nayo. Dada yako atachukua, mjomba wako atachukua, shemeji yako atachukua. Simu ulioipambania ukamkosea Mungu kwayo, atapewa mdogo wako, sio mtoto wako. Yaani TV ulioimiliki, labda leo hii unaimiliki sio na mume wako, atakuja kumiliki mwanamke mwingine hiyo TV ambayo unamiliki na mke wako. Ndugu yangu, kila kitu tulichokuwa nacho, mimi suti niliyovaa, mtumishi wa Mungu, hata hichi kizibao chako ili ulichokivaa hichi, mtumishi siku ile kifika hichi kizibao atapewa mjomba, sio mdogo wako. Kila kitu tulichokuwa nacho hapa hatutaondoka navyo, tutaviacha. Je, ndugu yangu, uko radhi kumkosea Mungu? Uko radhi kumfanya Mungu akapate kuwa na thamani ndogo, lakini fedha yako ipate thamani kubwa? Ndugu yangu, nakwambia Yesu Kristo anakuita leo. Yesu Kristo, yani hii ni sauti mbingu yani mbingu muda huu, mbinguni muda huu Mungu anasimama, yani muda huu, sikia nikwambie, muda huu Mungu yuko hapa anakutazama. Anakutazama, yani anakuangalia. Neno langu linahubiriwa mwanangu, ni maamuzi gani utakayokwenda kuyafanya? Mungu hakulazimishi. Nimalize na andiko la mwisho, kisha nikuache ufanye maamuzi yako. Tumisha Mungu, fungua Yohana 3:16 mpaka 17. Mungu aliye hai hakulazimishi. Mungu aliye hai, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, huyu Mungu aliyeweza kuweka hii udongo, aliyeweka vyote hivi, Mungu hakulazimishi ukapate kufanya maamuzi ya kumkubali Yesu, kutubu dhambi. Sikiliza neno la Mungu linavyosema. Karibu mtumishi. Nitasoma Yohana sura ya 3 mstari ule wa 16. Nitasoma hadi ule mstari wa 18. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina pekee la mwana wa Mungu. Amen. Ndugu yangu mpendwa, Biblia inakwambia, ndugu zangu mloketi hapo kwenye duka la nafaka, dada zangu ambao mnanitazama muda huu, ndugu zangu mliokuepo saluni hapa, dada yangu mliokuepo, baba yangu kwenye mahindi hapa, dada zangu mnaangalia mkaa pale, kaka zangu mliokaa kwenye bango pale la Young Africans pale, ndugu zangu, baba yangu nayeuza nyanya chungu, na vijana wenzangu hapa karibu. Ndugu zangu, sikilizeni. Mungu anakuambia, unataka kuingia mbinguni, utapita kwa kupitia Yesu Kristo. Haijalishi unatoa sadaka kiasi gani, haijalishi unaenda kanisani huendi, haijalishi unaenda msikitini hauendi, hujamkiri Yesu, hujampokea, huishi maisha yampendezayo Mungu, siku ile utasimama mbele za Mungu na Mungu anakwambia, tayari umekwisha kuhukumiwa. Tayari ulikwisha kuhukumiwa. Wakati ule ambapo ulikuwa na uwezo wa kutubu,
wakati ulipokuwa unashiriki tendo la ndoa nje ya ndoa. Yani hujaolewa, hujaoa, alafu unajihusisha na kitu kinachoitwa tendo la ndoa. Hicho kitu mbele za Mungu moja kwa moja ushajihukumu. Mungu anakuambia msilewe kwa mvinyo. Leo hii unachukua mvinyo na kunywa, unajihesabia haki. Ndugu yangu, Mungu anakuambia msiseme uongo, tunadanganyana. Leo hii Mungu anakuambia msibashiri, tunabeti, tunatengeneza mikeka kwenye simu, tunaenda kuchora makaratasi, alafu tunasema eti Mungu aliye hai. Ndugu zangu, leo ni siku ya Mungu anayokuita. Mungu anakuambia mwanangu, inatosha. Andiko la kwanza kabisa tulilolisoma katika Petro wa kwanza inasema ya kwamba watu wakiwatukana kwa ufisadi ambao walitamania nyinyi mpapate kufanya, mmeachana navyo, sasa wanawashangaa. Inapaswa ifike hatua uachane na mpira. Inapaswa ifike hatua uachane na matusi, uachane na sigara, uachane na uongo, uachane na uzinzi, uachane na kubeti, uachane na mambo ambayo hayajihusishi na mapenzi ya Mungu. Lakini kwa nguvu zako hutaweza. Unahitaji kwanza kumkiri Yesu. Utakapokuja kwa Yesu ndipo atakapokushika mkono na atakutakasa, atakusafisha. Hatimaye siku ile utaurithi ule uzima milele. Kama umeguswa na unaona haja ya kufanya toba, unaona haja ya kufanya badiliko katika maisha yako, nataka nimkabidhi mtumishi wa Mungu akapate kukuongoza ili ukapate kufanya haya maamuzi yaliyo sahihi. Na yule Mungu aliye mbinguni, kwa maneno haya machache niliyozungumza, mimi na imani kama utafanya maamuzi yaliyo sahihi, ndugu yangu, hutajutia maisha yako leo nayo. Mimi ni kijana na sijuti maamuzi ya kumkiri Yesu niliyofanya. Sijuti, sijapungukiwa kwa namna yoyote. Si kana kwamba nimepungukiwa pesa, si kana kwamba nimepungukiwa kwenye biashara zangu, si kana kwamba nimepungukiwa katika chochote. Mimi nakualika leo kwa Yesu. Karibu mtumishi wa Mungu aongoze watu wangu. Haleluya. Ninaamini umebarikiwa. Haleluya. Mungu ni mwaminifu. Mungu amesema na wewe. Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo popote pale ambako umelisikia neno hili na unasema moyoni mwako kwamba ninahitaji kufanya toba, ninahitaji kuunganishwa pamoja na Kristo, ninahitaji kuwa sawa na Mungu, kufanana na neno la Mungu linavyoniagiza. Popote pale ulipoisikia sauti hii, haujachelewa bado. Wewe ni mtu ambaye ni wa thamani sana. Maandiko yanasema roho zote ni mali ya Bwana. Wewe ni mali ya Mungu ukiwa unaishi duniani. Umevaa mwili huo, lakini wewe ni roho, ulitoka mbinguni. Na Mungu amekuwekea huo mwili ili uendelee kuyafanya mapenzi yake. Na kwa sababu hiyo sasa umelisikia neno la Mungu vizuri, neno ambalo limegusa maisha yako, limegusa mwenendo wako, na unasema leo niko tayari kufanya patano jipya na Bwana. Ninahitaji kufanya ungamo la dhambi kwa Mungu wangu. Popote pale ulipoweza fatisha maneno haya. Ni maneno ambayo utayaona ni kama ya kawaida, lakini si ya kawaida. Yanakuondoa kwenye ulimwengu ambao ulikuwa umefungamanishwa nao. Yanakuondoa kwenye ulimwengu wa shetani, bali yanakufanya sasa uwe ni mwana wa Mungu halisi. Popote pale ulipo sasa unasema niko tayari. Maandiko yanasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Hautafanikiwa kuingia mbinguni, hautafanikiwa kumuona Mungu, hautafanikiwa kuingia katika mji mtakatifu wa Mungu na kuketi hapo. Maana Bwana pekee ndiye ameandaa makao hayo kwa ajili ya wenye haki. Wenye haki ni watu gani? Watu wanaoishi katika dunia, watu ambao wamempokea Yesu, wamemkubali awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Popote pale sasa wasikia sauti unasema niko tayari kabisa kufanya patano pamoja na Bwana. Niko tayari kufanya agano na Mungu la kuwa tayari kukataa dhambi pamoja na tamaa zake, niishi sawa sana mapenzi ya Mungu. Fuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba Bwana unisamehe dhambi zangu zote. Na zaidi sana Bwana, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Liandike jina langu leo kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa kuniona mwanao. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, katika jina la Yesu. Amen.
amina, umefanya uamuzi ulio mzuri mno. Umefanya maazimio yaliyo safi kabisa mbele za Mungu. Lakini Mungu wetu anasema ya kwamba kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili katika hayo mpate kukulia wokovu. Nahitaji kujifunza neno la Mungu, nahitaji kujengwa neno la Mungu, ili uendelee kukua na kuimarika katika Mungu, ili siku ile itakapowadia uwe miongoni mwa wale ambao wataingia mbinguni. Basi ninafurahi pamoja na wewe, kwa wewe ambao umekata shauri leo. Nina furaha kubwa kwa ajili yako, kukutangazia ushindi kutoka kwa Bwana, lakini kukutangazia heri nyingi kutoka kwa Bwana, kwa maana sasa wewe ni mtoto wa Mungu. Basi nahitaji nikuombee kwa muda mfupi na hatimaye niweze kukuaga katika jioni hii. Nitaomba kwanza kwa ajili ya wote waliompokea Kristo, lakini jambo la pili nitaomba kwa ajili ya wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana kwa ajili ya wote ambao wamekukimbilia wewe leo. Bwana umesema nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike. Kwa haki yako niponye. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, watazame watoto wako Bwana, wa kiume na wa kike, ambao wameyatoa maisha yao kwako Bwana. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu wa ajabu. Ninaomba jioni hii leo, yeyote ambaye amekukimbilia wewe Bwana jioni hii, Baba, ninaomba neema ya kimbingu, ninaomba nguvu isiyokuwa ya kawaida imwezeshe kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi katika jina la Yesu. Zaidi sana mfalme wa amani, kila nguvu za kishetani, kila mamlaka za giza ambazo zitatenda kazi kwa ajili ya kumrejesha nyuma, nazifunga na kuziharibu katika jina la Yesu. Zaidi sana Bwana, ninakuazimisha na kutukuza, kwa ninaamini jioni hii leo itakuwa ni ya kipekee sana kwa ajili yake. Kama jinsi ambavyo ulivyomtembelea Zakayo, kasema Lazaro shuka upesi, leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Na tazama Lazaro akasema, nusu ya mali yangu ninawapatia maskini, hata zile ambazo nilitumia kwa kuwanyang'anya nitawalejeshea maradufu. Mungu, ninaomba kwa jina la Yesu, kila mmoja ambaye amekupokea wewe leo, neema ya ajabu, uweza wa ajabu, mamlaka ya ajabu iambatane pamoja naye jioni ya leo katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ninaamini utamlinda, utamtunza, utamtetea na kumpigania. Katika jina la Yesu tumeomba, kila mwenye pumzi na aseme amen. Ninahitaji niombe sasa kwa ajili ya mtu ambaye anasema, mimi ni mgonjwa, mimi ni dhaifu, nina shida fulani inanitesa. Popote pale ulipo, waweza kuweka mkono wako tu mmoja kifuani. Mkono wa kuume unaweza kuweka kifuani kwako. Nitaomba, na Bwana aonaye silini, na Bwana yule Yesu Kristo mtenda maajabu atakutendea wewe jioni ya leo. Mungu atakutendea jioni ya leo. Nahitaji nikuombee sasa. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, ninaomba juu ya mtu ambaye ni dhaifu sasa, aliyeko kitandani, mtu ambaye anateswa na matatizo sugu, mtu ambaye anateswa na uvimbe, mtu ambaye anateswa na vidonda vya tumbo, mtu ambaye anateswa na tumbo, mtu ambaye anateswa na kila aina ya mateso, presha ya kupanda na kushuka, kisukari, sickle anemia. Ninaamuru jioni ya leo, kila ugonjwa ulioko ndani ya mtu jioni hii, ninaamuru kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Mungu umesema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Tazama mkono aliyoweka kifuani kwake sasa, ni mkono wako Yesu Kristo. Ninaamuru kila ugonjwa ulioko ndani yake umtoke jioni ya leo. Ninaamuru kila ugonjwa uliokaa ndani yako Bwana kufungue jioni ya leo. Kila magonjwa sugu, kila tatizo lisiokuwa la kawaida, na livunja na kuliharibu kwa jina la Yesu. Kila aina ya vitu vinavyotembea ndani ya mwili, mapepo, mashetani, marohani, mapepo ya ukahaba, mapepo ya kila aina, na yavunja na kuyatowesha kwa jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa ninaamini jioni ya leo Bwana umefanya ukombozi kamili. Bwana umefanya tukio la kimiujiza. Bwana umetenda mambo yasiyokuwa ya kawaida. Ninalibariki Bwana jina lako na kulitukuza. Asante Bwana kwa maana umewatendea watu wako. Katika jina la Yesu, kila mwenye pumzi na aseme amen.